ya usalama maeneo ya Turkana. Wakati viongozi wengine walipokuwa wanaadhimisha sikukuu ya mashujaa katika kaunti ya Kitui, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alichagua njia tofauti. Rais huyo wa zamani alisalia Bondo, eneo ambalo waziri wa zamani Raila Odinga alizikwa Jumapili. Akiandamana na familia ya karibu ya marehemu Odinga, Rais Kenyatta katika heshima ya kimya na ya kipekee alitembelea kaburi la Raila Odinga na kufanya maombi. Mwandishi wetu Mudhoni Brenda na taarifa kamili. Katika utulivu ambao sasa umerejea Bondo na mbali na bwembwe za sherehe za mashujaa zilizoadhimishwa katika kaunti ya Kitui, hadhira ya heshima ilisimama karibu na kaburi la aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akihiari kusherehekea sikukuu ya mashujaa kando na kaburi la mtu aliyemfahamu kama kaka wa kweli. Hewa ikiwa nzito kwa kimya, tofauti na msongamano ulioonekana jana, Rais mstaafu aliweka huzuni yake mbali na jicho la umati na kumpa Raila Odinga heshima zake katika kipindi cha unyenyekevu kilichoonyesha kina cha majonzi yake na uhusiano wake wa kipekee aliokuwa nao na waziri mkuu wa zamani. Uso wake ukijawa na hisia nzito, tofauti sana na tabasamu yake ya kawaida. Katika ziara hii iliyojaa nyuso za huzuni, Rais mstaafu hakutoa hotuba wala kuwahutubia wanahabari, akiacha kimya chake kizungumze. Rais mstaafu ameonekana kuathirika sana na kifo cha waziri huyo wa zamani. Alipopokea habari hizi za huzuni, rais huyo alienda nyumbani kwa marehemu Raila Odinga eneo la Karen, na katika kisa cha kuhuzunisha alizidiwa na hisia za huzuni alipomkumbatia mama Aida Odinga, ane wa waziri mkuu huyo wa zamani. Hawa wawili wa kisiasa wamejuana kwa miongo mingi sasa, safari yao ya kisiasa ikianzia mwaka 2000 walipokuwa wanachama wa KANU. Njia zao ziligawanyika kwa kasi mwaka 2002 baada ya rais wa wakati huo Daniel Arap Moi kumpendekeza Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake kisiasa, jambo ambalo halikumfurahisha Odinga. Katika mwaka 2007 Raila aliwania kiti cha urais, huku Uhuru Kenyatta akimpigia debe rais wa wakati huo Mwai Kibaki. Pasama wao ulizidi mwaka 2013 walipokutana moja kwa moja kwenye kinyang'anyiro cha urais, ambapo Uhuru alitangazwa mshindi katika uchaguzi wa mwaka huo. Katika uchaguzi wa 2017 ushindani ulikuwa mkali zaidi, Raila akipinga ushindi wa Uhuru mahakamani na kuibua cheche kali kisiasa. Hata hivyo, katika hatua ya kushangaza na ya kihistoria, wawili hao walibuni urafiki wao upya katika kile ambacho kilijulikana kama handisheki. Tukio hili lilimshinikiza Uhuru kuunga mkono azma ya Odinga ya urais mwaka wa 2012. Ziara ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kaburi la Odinga si ishara tu ya majonzi binafsi, bali pia ni ukumbusho wa safari ya kisiasa iliyojaa ushindani, maridhiano na urafiki wa kipekee. Mudhoni Brenda, runinga ya TV47. Asante sana Mudhoni Brenda kwa taarifa hiyo. Hali ya